بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kukutana tena katika ukumbi wetu huu kama tunavyokutana kila siku ya Alhamisi, tukawa tunapeana mawili matatu katika dini yetu hii, na ndio maelekezo ya dini, ndio mafundisho ya dini, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuambia kwamba hawakusanyiki watu wakafundishana kaelekezana, ila Allah subhanahu wa ta'ala huwapeleka malaika wakawafunika mbawa zao za nuru, wakawazunguka, lakini pia akazipeleka taarifa hizo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na sisi tumekutana, tunakusanyika, tuliokuwepo hapa tunakuwepo moja kwa moja, na wale ambao wanaokuwa online tunakuwa nao kwa rehema zake na neema zake Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Alhamdulillah, tukiwa tunaendelea na kitabu chetu cha Al-Lu'lu' wal Marjan katika mlango wa kitabu al-Imani, tukiwa tunaendelea na mlango wa 68 kutokea hadithi ya 91, babu ta'alluf qalb, mlango unaozungumza, unaoelezea kuunganisha nyoyo na kuzivutia nyoyo, man, kwa wale ambao kwamba yukhafu ala imanihi, inayoogopewa imani yake isije ikapelekea kuyumba, na wakati mwingine ikapelekea kutoka kabisa katika dini, sababu imani zinatofautiana, imani zina daraja, imani zinakuwa, imani zinashuka. Kwa hiyo kuna watu wengine wanakuwa na udhaifu wa imani. Sasa kuna baadhi ya mambo inabidi afanywe juu yao ili kuimarisha zile imani zao, kuunganisha, kuwavuta, kuweka pamoja. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Lakini pia mlango unaelekeza annahyu anil qat'i bil imani, katazo la kumkatia mtu ukamilifu wa imani, kwamba huyu bwana ni moja kwa moja, na kama amekufa kumkatia moja kwa moja, huyu ni wa peponi tu, min ghairi dalilin qati', bila kuwa na dalili ya moja kwa moja. Kuna watu wametajwa moja kwa moja kama mitume, sahaba na kadhalika, zimekuja dalili silali moja kwa moja kwamba hawa ni watu wa peponi au hawa ni watu wa motoni. Kama makafiri, kuwakatia moja kwa moja aliyekufa mpaka anakufa kafiri ni mtu wa motoni moja kwa moja, kama ambavyo zimekuja. Sasa waumini, na ndio maana inakuwa kwa Waislamu siku zote, mtu vyovyote atakavyofikia daraja yoyote ile ya imani, ya takwa, ya uchamungu, utaona anaendelea kuombewa dua, anaendelea kuombewa dua kila siku na watu mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndo anayejua dhati yake na anavyojua yale ya ndani aliyokuwa nayo yeye na mapungufu yake. Allah subhanahu wa ta'ala ndo anayajua. Kwa hiyo sisi kwetu hatupasi kumkatia mtu imani ya moja kwa moja tukasema tusimuombee dua, tusimuombee maghfira, tusimuombee hivi. Hili ni jambo ambalo halitakiwi katika, kwa mujibu wa mafundisho na miongozo ya dini yetu. Lakini pia kama ambavyo imetangulia, mlango unaelekeza jinsi ya kuwavuta. Wapo miongoni mwetu katika Waislamu tunao imani zao zinakuwa dhaifu kulingana na mazingira walikuwa, waliokulia, au hali zinazowazunguka na kadhalika. Basi hawa wanapaswa kutengenezewa mazingira ya kuvutwa imani zao, kuimarishwa imani zao, na kuweza kuwekwa katika mazingira ya ukaribu kwa namna moja ama nyingine. Hadithu Saad radhiyallahu anhu, hii ni hadithi ya Saad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu, anasimulia kwamba anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam atwa rahatan, aliwapa watu baadhi ya vitu. Wa Saadu jalis, na Saadi yupo amekaa. Kwa hiyo Mtume sallallahu, imekuja zawadi, imekuja hivi, akampa yule kile, akampa yule kile, akampa yule kile. Saad bin Abi Waqas yupo pale anaangalia,
lakini katika wale aliowapa waliokuwepo kuna watu ambao hakuwapa. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha mtu, hakumpa huwa mtu huyo ajabuhum ilayya, kwangu mimi naona ni mtu mwenye imani mno, mwenye islahi, aliyetengemaa, aliyekaa vizuri, aliyeshika vizuri dini. Mimi naona huyu ndo alikuwa anafaa zaidi kupewa, kwa sababu ndo Muislamu aliyokuwa na yakini, Muislamu imara, Muislamu thabiti kabisa, asiyeyumba, asiyekuwa na kitu chochote. Huyu ndo alipaswa apewe huyu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona huyu amemwacha? Sasa lile Saad bin Abi Waqasi hakuweza kuvumilia. Fakultu, nikasema, ya Rasulullah, ma laka an fulani, kwa nini fulani hukumpa? Fa wallahi, na apa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inni, hakika ya mimi, la arahu mu'minan, ninamuona ni muumini kamili kabisa, thabiti kabisa. Ya Rasulullah, kwa nini umemwacha hivi? Yule ndo alipaswa apewe kuliko hawa wengine ambao uliokuwa umewapa hawa. Fakala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, musliman. Kusema hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam au musliman, kwamba sio kwamba muumini kamili aliyekamilika ukamkatia hivi moja kwa moja, au ni Muislamu tu wa kawaida tu. We umejuaje undani wake? Umejuaje yakini yake alionayo mpaka inakupelekea useme hivyo? Fasakatu qalilan. Saad bin Abi Waqas anasema nikanyamaza kidogo, nikatulia kidogo. Nikatulia kwa maana nikawa nafanyia kazi maelekezo kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuna sababu ya kuongea chochote. Thumma ghalabani, kisha ikanizidi ma a'lamu minhu, yani ikanitangulia lile nalolifahamu. Huyu mtu, mbona huyu mtu imara sana, kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwacha? Imekwaje? Nikajikuta tu ghafla narudia tena, fa'udtu limakalati, nikarudia tena maneno yangu, ya Rasulullah, vile vile. Fakultu, nikasema, malaka an fulani, ya Rasul, una nini wewe na fulani, kwa nini umemwacha? Fa wallahi inni la arahu mu'minan. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au musliman, vile vile na Mtume akajibu. Fasakatu qalilan, nikanyamaza kidogo. Thumma ghalabani ma a'lam min, kisha nikarudia tena, likanizidi. Fa'udtu limakali wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akarudia tena kuniambia vile vile, kisha akanifafanulia kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam yule bwana amemwacha. Akasema, thumma qala, kisha Mtume akasema, ya Saad, ewe Saad, inni, hakika ya mimi nafahamu ninyi, na nafahamu uzito wa imani zenu, na nafahamu wenye mapungufu, wenye udhaifu katika imani zao. Kwa hiyo inni la u'ti rajul, mimi huwa nawapa watu vitu, zawadi, wa ghairuhu, hali ya kuwa wengine ambao si wapi, ahabu ilayya minhum, ndio ambao wako imara zaidi na wanapendwa zaidi na mimi. Lakini kwa nini nafanya hivi? Nafanya hivi khashyata an yakubbahu Allahu fi nnari, naogopa Allah asije yule bwana nikimnyima, akikosa katika vile nilivyotoa, ikapelekea akafanya mambo, Allah subhanahu wa ta'ala akamtupia katika moto, kwa sababu imani yake ni dhaifu, yakini yake ni dhaifu. Kwa kukosa kitu kidogo tu anaweza kupiga kelele, anaweza akajikuta akatoka katika dini, akafanya hivi akafanya hivi. Kwa hiyo ni watu ambao lazima tuwachukulie utaratibu maalum. Kwa hiyo sababu ya yule kumwacha, yule niliyomwacha yuko imara, imani yake thabiti, imani yake itamzuia yeye, itamwezesha yeye asimame imara, aone hivi ni vitu tu vya kupewa. Kuna watu wengine wao wako tu kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Hajj, wa minan nas, na katika watu wapo man yu'minu billahi, wapo wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala ala harfi, wapo wanaotekeleza awamiri za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusikilizia. Katika watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza
anatueleza katika suratul Haji, wapo watu ambao wao wanasikilizia, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi, wapo katika watu wanaomwabudu Allah kwa kusikilizia. Fa in asabahu khairu, wakipata vitu, wakipata thamani, wakifanya hivi, yani wakapewa, wakafanya katika wanasimama imara. Wa in asabahu khairu tuma'anna bihi, lakini wa inasabatuhu fitna, wakifikwa na mtihani na hivi na hivi, inqalaba ala wajhi, au mara moja wanageuka kutokana na udhaifu wa nini, wa imani walizonazo. Kwa hiyo wakati mwingine kuna watu hivi vitu tunavyo vinavyokuja watu wakapewa hivi, kuna watu vina uwezo wa kuwatoa katika dini, na kwa hali hiyo ikapelekea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa atakuwa ameshatoka katika dini, watu watawaingiza katika moto, Allah atawatupia katika moto, kwa sababu walikuwa na imani, walikuwa na yakini, lakini baadaye kitu kidogo tu kimewatoa. Watu tunaona wanavyopiga kelele, unaweza kukuta mtu anapiga kelele amekosa kitu kidogo tu, labda msikitini au katika taasisi au katika eneo au katika jamii, labda kuna vitu vimegaiwa, kuna zile hajapewa, basi kama kutukana atatukana, kama kudhalilisha watu atadhalilisha watu, kama atafanya hivi. Kwa sababu gani? Ni mwepesi mno wa imani. Sasa ni watu ambao wanatakiwa wachukuliwe vizuri, wachukuliwe vizuri, waangaliwe vizuri, ili imani zao walizonazo zisiwapelekee udhaifu wa imani zao waliokuwa nao usiwapelekee wakatoka katika dini. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, ni muhimu mno panapokuwa kuna vitu, kuna zawadi, kuna hivi, basi kwanza waangaliwe hawa, kwa sababu wale watu wenye yakini, wenye imani thabiti imara, wao imani yao itazidi hata kama hana kitu, hata kama hana kitu. Allah subhanahu wa ta'ala nasema utawakuta watu hawana chochote, asabuhumul jahil aghania, asiyewajua atadhani hawa ni matajiri, na pengine akaenda kumpiga kirungu. Unaenda kumpiga kirungu maskini, bwana nigawie buku bwana, kwa sababu wewe unamwona ikatulia, kumbe maskini ya Mungu pengine siku mbili hajatia ndani kitu na wala hajui atapata wapi, lakini ametulia kimya, haombi, haombi wala haangaiki wala hapapariki, yahsabuhumul jahilu aghania, asiyewajua anadhani hawa ni watu wana uwezo, matajiri sana, akakujia bwana yeye nisaidie hivi na hivi, bwana wewe unavyoniona mimi sijala chochote, sina chochote hivi na hivi, haiwezekani bwana wewe kwa sababu watu wanakuwa imara thabiti. Kwa hiyo Mtume SAW anatuonesha na kutufundisha, kuna watu kwa imani zao walizonazo, yakini zao walizonazo, Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia zile imani, wana uwezo wa kujizuia na kupiga kelele na kusema maneno yasiyo maana, wawe wamepata, wawe wamekosa, wawe wamefanya hivi, yote kwao alhamdulillah, hawapapariki na vitu. Lakini kuna watu ni rahisi mno kupaparika na vitu. Sasa hawa watu ambao wakupaparika ni rahisi mno kutoka katika dini, na ni rahisi mno wao wakuvutwa, wakitengenezewa mtego kidogo tu katika dini, wakaitwa bana, njoo huku ufanye hivi, ufanye hivi, utapewa hivi. Kumbuka katika kadhia ya kina Kaabi wale na wenzie watatu walivyotengwa na Uislamu, ile walivyokuwa wamefanya toba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamekuwa wa kweli, na Allah subhanahu wa ta'ala akawakubalia toba yao. Anasema Kaabi, anasema kwamba baada ya siku kadhaa kupita hivi, nikaletewa mzigo mimi, nikaletewa mzigo kutoka kwa viongozi makasisi, kwa akanya kama wewe jamaa zako wamekutenga, kwa nini uendelee kusononeka huko unakaa? Wewe ni raia wa kawaida, wewe mtu kawaida, wewe kwa nini uteseke namna hiyo? Sema huu ni mtihani katika mtihani mkubwa mno, lakini kwa sababu imani yake ilikuwa thabiti, ilikuwa imara, hakuyumba. Kwa hiyo wapo watu imani zao zinakuwa dhaifu mno. Kwa hiyo kimsingi, kwanza sisi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe uimara katika imani zetu na uthabiti katika imani zetu, atuthibitishe kama anavyosema, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah, kwa sababu uthabiti wa imani unaanzia hapa duniani. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe imani na zilizokuwa thabiti na imara kabisa, zisije tukayumbishwa na vitu, tukayumbishwa na vyeo, tukayumbishwa na hadhi, tukayumbishwa na hivi na hivi, tukapoteza imani zetu, tukauza imani zetu, kama Allah anasema na nasi man yashtari, wapo katika watu wanaoishtari imani zao, wanaoziuza kwa thamani thamanan kalila, kwa thamani chache kabisa. Kwa hiyo kuna watu kutokana na udhaifu wa imani zao wanaweza wakapoteza imani, wakatoka katika dini
pale ambapo watakapokosa kitu kidogo tu, pengine kimekuja katika jamii, imeletwa zawadi pale msikitini au imeletwa hivi, basi maneno mengi wakatoka, wakawaingiza watu motoni, wakawatia, wakafanya hivi, basi ikapelekea wakafanya mambo mpaka wakatoka katika dini. Na pengine kama ambavyo Allah anasema, kullu minan nasi man ya'budullah ala harf, kawa nasikilizia mimi siji tena hapa msikitini kwenu, sifanyi msikiti wa nani bwana, msikiti wa Allah, kwa nini unakuja hapa msikitini? Unakuja kwa ajili yetu au unakuja lakini tu kwa sababu ya yale yaliyomkuta, kwa kuwa amekosa tu, mimi sikanyagi tena hapa msikitini kwenu wala hivi basi ikawa ndo sababu ikatoka katika dini, maskini ya Mungu. Basi watu wa namna hii ni vizuri kuangalia vizuri, muwavute, mutengeneze mazingira ya kuwavuta na kukaa nao vizuri. Kwa hiyo ndio ujumbe ambao anaotuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii tukufu. Lakini pia hadithi nyingine inayofuata, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutoa wasiwasi na kutaka tufahamu vizuri maana ya aya na utulivu wa aya mbalimbali zinazokuja, tuweze kuzifahamu vizuri. Babu ziyadat tumaaninatu alqalbi bitadhahiri aladilla, mlango unaelezea kuzidi kwa utulivu wa imani na moyo kukaa sawa, kuimarika kwa kuweza kuona dalili za wazi kabisa. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nahnu ahaqqu bishakki min Ibrahima. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kama mashaka, kuweka shaka juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni sisi, sio kwa Ibrahima. Maana yake kwamba Nabiullah Ibrahima hajakuwa na mashaka na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kufufua. Sisi leo hapa sote tunaamini, hapa hakuna hata mmoja wetu kuweza kwamba je, kuna watu watafufuliwa? Sote tunaamini sisi kwamba kuna kufufuliwa. Sasa sisi ni raia, ni watu wa kawaida, raia wa kawaida tu sisi. Hatuna mashaka na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kufufua. Vipi kwa Ibrahim alayhi salatu wasalam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu akamwita umma, inna Ibrahima kana ummatan qanitan, kiongozi imara, thabiti, mtuifu, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala, bali yeye akatutaka sisi fattabi'u millata abikum Ibrahim, fuateni mwenendo wa baba yenu Ibrahim alayhi salatu wasalam. Sasa watu wasielewe vibaya aya ambayo Nabiullah Ibrahima alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuoneshe namna gani anafufua waliokuwa wamekufa. Hivi ndivyo wanachuoni kwamba makusudio ya hadithi hii, makusudio ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anafyu shakki kulliyan anin nabii Ibrahima alayhi salatu wassalam, ni kuondosha tuhuma za kuwa na mashaka kwa Nabiullah Ibrahima alayhi salatu wassalam pale alivyomuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala, Allah akamuuliza, awalam tu'min, kwani wewe huamini? Sema qala bala walakin liyatma'inna qalbi, sema hapana, ila moyo wangu upate kufanya nini? Upate kutulia. Ndio anachuona nasema makusudio ya Ibrahim hapa ni arada bihi ziyadatul imani wal intiqal min ilmi al-yaqini ila aini al-yaqin, kwa sababu kuna ilmu al-yaqin na kuna ainu al-yaqin. Kwamba ilmu al-yaqini ni ile yaqini kabisa, huna washaka, kwa ujuzi unatambua, unafahamu na kujua kabisa hili lipo. Lakini aini al-yaqini ni kwamba kwa jicho bayana hivi unaona, kwa macho hivi unaona. Kwa hiyo unakuwa kuna tofauti ya level ile ya utulivu unaokuwa nao baina ya ujuzi unapokusanya sasa na ilmu al-yaqin, ainul yaqin, unapokuja ukikusanya pamoja, basi ile utulivu na imani unayokuwa nayo unakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam, makusudio kumwambia Allah, nionyeshe mimi vipi unafufua waliokufa, kwamba Allah akamuuliza kwamba huamini, akamwambia yatma'inna qalbi. Yatma'inna qalbi vipi? Kwamba arada alitaka intikaluhu min ilmi al-yaqin ila aini al-yaqin, kuwa na jicho lililokuwa la yaqini kabisa litakaloendeleza kutuliza na kumfanya yawe imara na thabiti katika imani. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi hii anatuonesha namna gani tunavyotakiwa kusimama imara na tusiwe tukajichukulia
kitu cha kawaida na kusema kwamba yanapotokea mambo, unapofika mitihani, unapofika majanga au inapofika jambo kasema ili mwenyewe Mungu atalitoa. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuonesha kwamba hapana, pamoja na kwamba sio kwamba Mungu anashindwa kulitoa, Mungu anao uwezo wa kulitoa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameweka utaratibu na ninyi mchukue hatua. Zipo hatua za kuzichukua. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kupitia nabiyullahi Lutu alayhi salam, wa yarhamullahu Lutu. Hadithi inaendelea, wa yarhamullahu Lutu, na Allah amrehemu Lutu alayhi salatu wassalam. Lakad kana yaawi ila rukunin shadid, alikuwa yeye anatamani aweze kwenda kujihifadhi na kutafuta ngao ya kuweza kumsaidia nguzo iliyokuwa nini, iliyokuwa imara. Hapa Nabiullahi Lutu alayhi salam sio kwamba amejikatia tamaa kutawakal kwa nani, kutawakal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali nasema Imamu Nawawi anasema qasada Lutu bidhalika, Nabiullahi Lutu alayhi salatu wassalam alikusudia hilo kwamba annahu law istataa dafa al-makruhi anhu bitariqi ma la fa'alahu, kwamba yeye Nabiullahi Lutu alayhi salatu wassalam kwa ile vurugu zilizokuwa zinataka kufanywa na watu wake dhidi ya wageni wake, lau angeweza kutumia njia yoyote ile inayowezekana iliyokuwa ya sawasawa ya kuweza kuwalinda na kuwahifadhi wale wageni wake, la fa'alahu, angelifanya. Kwa hiyo hivyo maana yake ni kwamba Mtume sasa anachokusudia kwamba panapotokea majanga yoyote, panapotokea changamoto yoyote, au panapotokea idhilali, kudhalilishwa umma, watu, ndugu zako, jamaa zako, familia yako, kuna vurugu zinataka kufanya, wanataka kudhalilishwa, wanataka kuonewa, wanataka kufanya hivi, basi lazima zichukuliwe hatua. Usije kasema mwenyewe Mungu bwana ataondoa bwana. Mungu yupo. Mungu yupo, lakini Mungu amejalia kila kitu kwa kina nini, kina njia za kuweza kufanyia katika sura na nayo. Nabiullahi Lutu alayhi salatu wasallam sema kwamba lau kanna li bi quwwata, lau kama mimi ningekuwa na nguvu imara thabiti za kuweza kuwamaliza hawa, nikamalizana nao mimi mwenyewe, ningemaliza nao mimi mwenyewe, kwamba mimi mwenyewe ningelikuwa thabiti, yani nina nguvu za kuweza kuwazidi hawa, maana ni kundi karibu mji mzima, ningeweza kuwa na nguvu hizo za kuweza kuwakabili hawa, basi ningaliwakabili. Lakini machafu wanayotaka kuyafanya hawapasi kufanya nini, wasingeweza kuyafanya. Au nikapata sapoti kutoka kwa mtu yoyote yule akaweza kusapoti, hata mtu yasema awi ila rukunin shadid. Kwa hiyo maana yake nini, kwamba inapobidi kutafuta sapoti kwa ajili ya kulinda maslahi ya umma, maslahi ya dini, maslahi ya jamii, basi unapaswa kutafuta sapoti, na sapoti iliyokuwa ya sawasawa, inayofaa, ya kuweza kukusapoti katika kuondosha dhulma na uonevu na unyanyasaji katika nini, katika jamii na katika umma kwa ujumla. Kwa hiyo unapaswa wewe uchukue hatua, wewe mwenyewe unachukua hatua, kama unaweza kupambana wewe mwenyewe unachukua hatua kwa kadiri ya uwezo wako, lakini pia kutafuta sapoti kwa wengine. Una uwezo wa kutafuta sapoti kwa wengine vile vile kuweza kupambana na kuondosha dhulma na uonevu na unyanyasaji na machafu katika nini, katika jamii. Lakini pia wala ulabitha fi sijini, anaonesha Mtume sallallahu alaihi kwamba lau mimi ningalikaa jela tula ma labitha Yusuf, kwa urefu kama alivyokaa Yusufu, la ajabtu da'i, ningalijibu ule wito wa yule aliyokuja kuleta kwamba bwana kwamba bwana wewe Yusuf unatakiwa urudi kule. Lakini Mtume sallallahu hapa anatuonesha nini? Anatuonesha kwamba sio tu wewe unaposamehewa tu kwamba unakubali kusamehewa jambo au kusamehe jambo kienyeji, lazima haki na lazima mwenye kosa aoneshwe nani ana nini, nani anakosa na wapi amefanya nini, amekosea. Ndicho alichokuwa amekitaka Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam, sema kwamba pale alivyokuwa amekuja yule mjumbe, falamma jaahu rasul qala rji ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahunna, kama mimi sawa unaniita unanitoa huku jela, lakini mimi huku jela sikuja kwa kosa, mimi huku jela nimetuhumiwa, mimi nilikuwa nataka kubaka. Sasa nataka waulizwe wale kina mama waliokuwa nasema mimi nilikuwa nataka kuwabaka, nataka kufanyia, waulizwe wathibitishe
Sio mimi unanitoa huku umekuja kuniweka jela, mimi sina shida, mimi nimeshakaa huko kwa muda mrefu kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine inawezekana mtu ukatuhumiwa jambo, basi jambo liishe. Sio jambo liishe limalizike katika sura na neno, jambo limalizike moja kwa moja. Ili jambo limalizike moja kwa moja, lazima aliyekosa aoneshwe kwamba wewe umefanya nini, wewe umekosea. Unaona, wewe umekosea, bana, basi inatosha bana, au bana, wewe umekosea, huyu umemkosea, umemnyanyasa, umemuonea. Na ndio maana pale ulipokuja ujumbe ule wa Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wasallam, Nabii Yusuf yuko jela, yule mfalme akasema ma bali, akauliza, ninyi hebu leteni habari fi Yusufa, juu ya Nabiiullah Yusuf. Qalat imraatul aziz, qalu, akasema hana ishi yoyote. Na yule imraatul aziz akasema alana hasasa alhaq, sasa hivi haki imefanya nini? Sasa hivi haki imethibiti. Alana hasasa alhaq ana rawatuhu an nafsihi, mie ndio niliokuwa nimemtaka mie mwenyewe, mimi ndio nimemtaka yeye mwenyewe, sio yeye kwamba ndio alifanya nini. Kwa hiyo alana hasasa alhaq, haki imefanya nini? Haki imethibiti, imekuja imara kabisa. Kwa hiyo ilivyokuwa haki imethibiti, yule bwana alisema khatibukunna idrawattunna Yusuf an nafsi, mlivyomtuhumu, mlivyomtamani Yusuf ninyi wenyewe, hebu leteni habari, ili kuwaje? Kweli Yusuf alitaka kuwashambulia, alitaka kuwavamia, alitaka kuwafanyia machafu kweli? Sema ma hasha lillahi ma alimna alayhi min sui, hatujapata kusikia tabia chafu hizo, tabia mbovu hizo, hatujapata kuzisikia. Atusema la nasal haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamina, yule mwenyewe aliyemtuhumu, wa innahu lamina sadiqina, kwamba huyu ni mkweli, sio kwamba amethibitisha mwenyewe kabla Yusuf hajafanya nini, hayupo pale, hajaja yeye mwenyewe akakiri kwamba mie ndiye nilikuwa muovu, mie ndiye nilikuwa muovu. Na Yusuf akasema dhalika liya'lama anni lam akhunhu bilghaib, kwamba sije ikawa mimi natoka huko alafu nakaa na mfalme na kiongozi sema lakini huyu alitaka kunivurugia nyumba, alitaka kuniharibia nyumba huyu. Lazima mashaka ya kuondoke moja kwa moja kwamba mimi siye nilikuwa nataka kuharibia nyumba. Sasa nani wa kuthibitisha kwamba mimi siye nilikuwa nataka kuharibia nyumba? Wenyewe wathibitishe. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuelezea Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wasalam kukataa kurudi kwake pamoja na kukaa kule kwa muda mrefu. Maana alikaa kule kwa muda mrefu, pamoja na kukaa kwa muda mrefu ni kutaka kuithibitishia jamii uchafu na tuhuma alizopewa, alizosingiziwa, yeye hazimhusu. Na ili ithibitike kwa jamii kwamba zile tuhuma yeye hazimhusu, basi wathibitishe kabla yeye hajafanya nini, hajarudi, bado yupo kule kule, hana mazingira yoyote ya kuweza kupata yeye kukaa na mtu akamuonga sijui akafanya. Ninyi wenyewe huku mjithibitishie, mjiridhishe kwamba yule bwana hizi tuma alifanya nini, alibambikiwa, sio za kweli. Kwa hiyo inapobidi unapokuwa unasingiziwa au zimekuja tuhuma katika sura namna hiyo, basi ni muhimu kusimama imara katika sura au katika uthabiti wa namna hiyo. Lakini pia muhimu pia kuwa panaposuluhishwa jambo, basi mkosa kukiri yeye mwenyewe, kama yule mfano anasemaje kwamba alana hasal haq ana rawatuhu an nafsi, kwamba sasa haki iko bwana, mimi sina sababu ya kuzinguka huko na kule. Kwa hiyo yule aliyekosa akiri kosa na kukubali kosa. Mtu aliyekosea sio tatizo, kukubali kosa ni jambo la kawaida. Mwanadamu kuteleza kupo, ndivyo tulivyoumbwa. Mwanadamu kuteleza kupo. Hata baba yetu Adam alayhi salatu wasallam kwamba rabbana innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Kwa hiyo hakuna sababu, maadamu wewe umekosea, umevuruga, umefanya hivi, basi wewe kubali makosa mbele ya wenzio, omba msamaha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo hadithi au mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama unavyotuelekeza na kutuongoza katika sura namna hiyo. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe na atuafikishe tuweze kusimama imara na thabiti katika yale na mitihani na changamoto mbalimbali ambazo sisi tunazokuwa tunazipitia.
Hadithi tutayomalizia leo, namalizia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anayosema, ma minal anbiya, hakuna mtume yote aliyekuja, ma minal anbiya, hakuna mtume yote katika mitume aliyekuja, illa utiya minal ayati, ila alipewa muujiza, muujiza ambao mithluhu amana alayhi albashar, kwa muujiza huo unawafanya viumbe waweze kumwamini. Mitume mbalimbali, Nabii Saleh alitoa ngamia katoka kwenye jiwe tu, Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam alikuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala anafufua waliokuwa wamekufa. Nabiullahi Musa alayhi salam yeye ndo alipewa miujiza mingi, ana fimbo mkono, mlima umeteremshwa, almanna wasalwa zinateremshwa, ala kulli hali. Kwa hiyo wanaamini la inna ma kana alladhi utituhu, lakini mimi muujiza niliopewa na hivi vilikuwa vinaonekana. Nabii Musa yupo, watu wanaviona, anavifanya. Ndio maana akawaambia kwamba akarusha fimbo, watu wakaiona, kaingiza mkono ndani ya nguo, akitoa mkono unang'aa, kwa sababu watu wanamuona yupo naye. Unaona, Nabiullah Isa alayhi salatu wasalam, watu wagonjwa wanafanya hivi, wanaonekana. Lakini yeye Mtume sallama anasema inna ma utituhu wahyan auhahu Allahu ilayya, mimi nimepewa wahyi ambao utasimama ila qiyami saa. Huo ndio muujiza mkubwa aliopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kupitia wahyi huu atakayesoma Qur'ani akazingatia na akatafakari, bighairi inadin wa takabburin wa hasadin, bila jeuri, bila uadui, bila kibri, bila kujifanya hivi kufanya hivi, basi atatambua kwamba hiki ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo fa arju an nakuna aktharuhum tabi'an yawm al-qiyam, kwa sababu mimi kwa hali hiyo, kwa wahai huu, nategemea kuwa nitakuwa na wafuasi wengi siku ya kiyama. Kwa nini? Kwa sababu watu kila atakayekuja akakisoma hiki kitabu anaona hiki kitabu, haya maneno sio ya nani? Haya maneno sio ya mwanadamu. Haiwezekani haya kwa ni maneno ya mwanadamu. Hata wale Makuraishi walisema kabisa kwamba haya maneno sio ya binadamu, wenyewe walikuwa wanaambizana. Lakini tatizo ni kwa nini awe huyu? Kwa nini huyu Mungu amekosa? Qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim, kwa nini apewe huyu? Walikuwepo watu hapa Maka yupo, na uko Taifa wapo watu wa kupewa, kwa nini apewe huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo Qur'ani mtu atakayeisoma kwa nia safi kabisa, awe Muislamu awe asiwe Muislamu, akazingatia akaifahamu, ataona kabisa kwamba haya ni maneno ya Muumbaji, haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ataingia katika nini? Katika Uislamu. Na kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa amepata wafuasi wengi sana. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonesha nafasi ya Qur'ani, na anatuonesha nini? Kwamba hii Qur'ani isome kwa kuzingatiwa. Hii Qur'ani isome kwa nini? Kwa kuzingatiwa. Hii kitabu imeteremshwa, kitabun anzalnahu ilaik mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara Hii ndo kazi ya Qur'ani. Qur'ani imeletwa isomwe, izingatiwe, watu watafakari, wapate kufanyia kazi ule muongozo, sio namna nyingine. Hii ndio kazi kubwa kabisa ya Qur'ani inavyotakiwa. Na aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala amekwamba afala yatadabbaruna alquran ama ala qulubin aqfalha. Hawa watu wana nini? Hawaizingatii hii Qur'ani, hawafuati muongozo huu wa Qur'ani. Kwa nini hawatafakari? Au kwenye nyoyo zao kuna makufuli wameweka? Hebu tueni makufuli hayo katika nyoyo. Ndo maana yake Allah anatuambia tueni kufuli katika nyoyo, ili Qur'ani ifanye nini? Iingie, ipate kufanya kazi hii Qur'ani. Tueni uzito uliokuwepo katika nyoyo zenu, ili Qur'ani ifanye kazi kweli, kwa sababu vinginevyo msipoizingatia na kutafakari hii Qur'ani, itakuwa bado haijafanya nini? Haijawasaidia. Kwa sababu Qur'ani unaweza kusoma tu ukafanya hivi, watu wanaweza kusoma tu hapo, watu hata makafiri wanaweza wakasoma tu hii Qur'ani, lakini haiwezi kufanya nini? Haiwezi kuwasaidia. Qur'ani inawasaidia wale ambao wanaozingatia, wanaotafakari, wakaifanyia kazi muongozo na maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe na atufanye sisi kuwa katika wale wanaosoma kitabu hiki kwa kuzingatia na waweze na kukifanyia kazi. Na sisi tunamuomba Allah atuwezeshe hilo, tuweze kukielewa na kukizingatia na kukifanyia kazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Alhamdulillah. Ashraf, tuna stop wapi? Shaiona.